taarifa ninayo kwa sasa inahusu RK. Inatakiwa uhame hapa. Tafute sehemu nyingine ya kwenda kuishi. Aliyekutuma nenda kamwambia umekosea nyumba. Mimi sikufahamu. Mwacha kujifanya unifahamu wewe. Anyway, nimetumwa na Blaza Duma. Na mpaka Jumatatu pante kushaondoka. Nafikiri utashanielewa. Oh yes, ni aje mazee, kama kawaida tunaendelea kusonga mbele kibabe sana. Ni katika nyakati hizi hapa za kutazamia series kali kweli, na hii hapa ni episode ya 53 katika series inayofahamika kama siri ya Huba, kigongo kikali ambacho kwa season 2 kwa maana ya msimu wa pili baada ya msimu wa kwanza kutamatika. Ni kuombe tu kwamba hujiunga nasi, kisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na episode mpya ya siri ya Huba, lakini pia bila kusahau series zingine kali ambazo tunakuwa tukiziweka hapa kila siku. Kisha unabonyeza neno subscribe, kisha umebonyeza alama ya kengele, itakuwa umefanya nyama ile mbaya, au sio? Hii hapa ni episode ya 53 tunde pamoja tukatazame nini kimejiri katika episode hii hapa kali kabisa ambayo inafanya vyema ile mbaya isa. Sasa katika episode ya 53 tunaanzia kule mwishoni kabisa katika episode ya 52 ambapo tuliona mwanadada Aisha aliweza kufika nyumbani kwa RK bila ya yeye mwenyewe kumkuta, na aliweza kumkuta Nisi, lakini alimwambia kabisa RK hayupo, akasema nitamsubiri. Punde tunamwona RK huyu hapa anaingizana ise. Aisha anafurahi ile mbaya kwa sababu muda mrefu sana hajamuona kipenzi chake, muda mrefu sana hajamtia machoni RK. Na RK baada ya kumuona Aisha akiwa ameketi katika viti vyake anashangaa ise, anamwambia karibu kae. Anamwambia umefika muda gani hapa na nini kimekuleta? Aisha anamwambia RK, mbona umekuwa hivyo bwana? Hebu kaa chini tuzungumze. Mimi nimekuja kwako, ina maana kuja kwako imekuwa ni mbaya. Hebu kaa chini tuzungumze. RK anaona isiwe noma, anaamua kukaa chini na kisha anamwambia nipe taarifa, habari za kwenu? Anamwambia mzuri tu, sio hapa. Anamwambia sawa, safi kabisa, karibu, unasemaje? Anamwambia nimekuja kukuona, unajua moyo wangu bado umezimika na wewe. RK anajaribu kubawabu, anakaa anafikiria, huyu anaanza kuleta porojo za mapenzi, anaanza kuniletea habari za kuniambia amenimisi, kwamba mimi ni mwanaume wa pekee kwake, ili hali alikubali kuolewa na Duma. Anamwambia sikia, kwanza sihitaji hizo ngojera zako, lakini hata hivyo nataka nikufahamishe kwamba mimi ni ndugu yako. Aisha anamwambia nilikuwa najua tu kwamba mdogo wako lazima kuambie hivyo, lakini mimi na wewe hatuna udogo kabisa hata kidogo, wala mimi si ndugu yako. RK anashtuka kidogo, lakini anaamua kumwambia sawa, hata kama sio ndugu yangu, mimi sihitaji tena kurudisha nyuma yale yaliyotokea yameshatokea. Kwa sasa sihitaji tena kufocus na mapenzi, nimeamua tu nikae niendelee na maisha yangu. Naona nimepoteza muda mrefu sana, nimepoteza vitu vingi sana kwa swala la mapenzi. Kwa naona bora tu kama mimi niendelee na maisha yangu, wala sihitaji kuendelea kuwa nawe. Aisha anamwambia sikia RK, unajua wakati mwingine mapenzi yana safari ndefu sana, ni kama mithiri ya safari ambayo inakumbana na milima ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo changamoto zilizotokea isikufanye ukihisi kwamba mimi sikuwa nakupenda, na ndio maana nilishakutambia kwamba hata nikienda wapi wewe ndio mwanaume ambaye umetawala hisia zangu.
Lakini tukiachana na upande wa RK, tunarudi kule kwa mwanadada ambaye ni mke wa Benson, mke ambaye aliozeshwa tu, hali ya kuwa mwenyewe hakuwa anamfahamu wala kumhitaji. Tunaona mwanadada huyu anaperuzi hapa akiwa anatafuta namba ya kupiga simu ili aweze kuongea. Ni namba ya nani hii? Tunagundua kwamba hii namba ni ya baba yake ambaye alimwozesha, yule baba yake na Nesi. Anapiga simu, anaweka sikioni, anamwambia hello, habari yako baba? Anamwambia salama tu, vipi huko, unaendeleaje? Anamwambia endelea vizuri. Na kitu ambacho nakishangaa hadi hivi sasa hajanitimua wala nini, bado tunaendelea kuishi hapa. Anamwambia sawa, basi endelea kukomaa, kuwa naye makini sana kwa sababu ana pesa nyingi sana huyo. Anamwambia sawa baba, lakini unajua nimemisi kwenda klabu, nimemisi kusmoke, unajua siku nyingi sana sija smoke. Anamwambia sikia wewe, hebu pambania pesa kwanza. Kusmoke nini bwana? Kusmoke sitakuja kusmoke tu, angalia pesa kwanza. Hapa kuna mkwanja mzito sana, akisha huo mkwanja unaingia mikononi mwetu, alafu na mambo mengine baadaye, sawa? Anambia sawa baba, lakini nini? Hebu endelea kukomaa kwanza hapa. Kama kuna kitu chochote ambacho ni tofauti utanitaarifu, lakini nafahamu kwamba huyo atafukuta kwako. Mindhari hali hivi sasa ndio kufukuza, basi kila kitu kitakuwa sawa. Wala wewe usiogope, kuwa makini tu, endelea kufuatilia nyendo zake, endelea kumweka karibu, alafu mwisho wa siku kila kitu kitakuwa sawia, au sio? Anambia sawa baba, lakini niahidi nikirudi unanipeleka club, naenda kusmoke kwanza. Anambia wala usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Wewe unaniaminia baba yako? Anambia sawa daddy. Anambia okay, goodbye. Sasa tunarudi upande wa pili. Tunamwona mwanadada huyu hapa, rafiki wa Nesi. Alikuwa akitoka nje bwana, anaelekea nje kwa sababu ndio hivi tunamekasirikiana naye dada yake na kumueleza kwamba kuanzia sasa hahitaji tena kufanya kazi katika kampuni yake kwa sababu tu ameshindwa kumwajiri RK. Sasa tunamwona dada yake akimwita. Anambia unaenda wapi? Hebu rudi kwanza hapa, ukae tuzungumze na mazungumzo na wewe. Mazungumzo mema tu. Sasa tunamwona baada ya mwanadada huyu kumwambia arudi waweze kuzungumza, tunamwona binti amerudi na ameweza kukaa kwenye kiti akiwa anamsikiliza dada yake. Anamuuliza, hivi unamwamini sana yule RK? Anambia ndiyo dada, namwamini kwa sababu mdogo wake ni rafiki yangu na nimemjua muda mrefu sana. Kwa hiyo namwamini na najua uwezo wake ni mkubwa sana. Anamwambia sawa, basi mwambie kesho aje.